Ikitokea bata wako umeweza kuandalia chakula, mabaki ya chakula, umeandalia majani kama maganda ya ndizi, umeandalia maji yaliyokuwa vizuri, na pia umeweza kuandalia na vyakula ambavyo kila siku huwa unawapa. Ila bado bata wako utakapoenda kufungulia banda ili waweze kutoka bandani, ila bata wako wanatoka kwa udhaifu, bata wako wanatoka wakiwa hawashangilii au hawakimbilii kwenda kula chakula hicho. Ina maana kwamba bata hao wanakuwa kwa dhaifu. Au bata wako wakatoka huko wengine wanaharisha, na pia wakatoka bata wako wengine wamepungua uzito. Ina maana kwamba vile vyakula hawafakamii, yani hawali kama wanavyokula katika video hii unayoangalia hapo. Ndugu mfugaji, tambua kwamba bata wako wana ugonjwa unaoitwa salmonellosis. Yani bata wako wana ugonjwa ambao unaitwa salmonella. Ndio maana bata wako hawafakamii, yani hawana hamu ya kula chakula. Tazama ndugu mfugaji wa bata, mfugaji wetu bata wake ameweza kuandalia vyakula mbalimbali, na bata wanashangilia, bata wanatoka wanakula huku, wanakula chakula hiki, wanakula chakula hiki na kile. Hawa bata wako imara, hawa bata wana nguvu nzuri. Ila kama itakuwa ni kinyume na haya matukio ambayo unaona katika skrini yako hapo, jua moja kwa moja kwamba bata wako wana ugonjwa ambao unaitwa salmonella. Kwa hiyo kama una ugonjwa ambao unaitwa salmonella, kuna kitu ambacho inabidi uweze kukifanya ambacho tutazungumzia hapo mbele. Kikubwa tu nakuomba uweze kuangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii, na pia uweze kucomment na ulike na ushare video. Ila kumbuka kusubscribe na kugonga alama ya kengele ili kusudi uwe wa kwanza kuangalia video bomba ambazo zinakuja. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, katika ugonjwa leo tutazungumzia kuhusiana na swala zima la ugonjwa wa salmonellosis. Tutaangalia dalili na jinsi gani ambavyo unaweza ukajikinga dhidi ya ugonjwa huo. Kwa hiyo kwanza, dalili ya ugonjwa huu, bata wako watakuwa hawana hamu ya kula. Bata wako pia watakuwa wanaharisha, na bata wako watapungua uzito. Ukiona dalili kama hiyo, moja kwa moja jua kwamba hii ni salmonella ndio wanaosumbua bata wangu. Kwa hiyo unafanya ni hatua gani za kuweza kuzichukua ili kusudi kuweza kuwatibu kwanza bata wako, then baada ya hapo uweze kuwakinga. Kwa matibabu ya kwanza kabisa, lazima uweze kuwatenga bata wako. Wale bata wote ambao umeona umefungulia banda asubuhi, hawatoki, wako dhaifu, hawakimbili chakula, hawajachangamka, moja kwa moja watenge, wapeleke katika banda lile la matibabu. Ina maana lazima kuwe kuna banda la pili ambalo lipo special kwa ajili ya kutibiwa au kuweza kukaa wale bata ambao ni wagonjwa. Kwa hiyo wakishakaa kule, kitu gani cha kuwafanyia bata hao? Cha kwanza kabisa lazima uende madukani ukanunue dawa ya antibiotic. Nenda kaulize namba antibiotic, dawa ya kuzuia kuharisha na dawa ya kutibu salmonella. Utakapopewa ndugu mfugaji dawa hiyo, jitahidi sana. Watu wengi wanaenda kununua dawa afu akifika ndio wanaanza kunipigia simu kuniulizia dawa hii natumiaje, nafanyaje. Hapo kikubwa unakuwa tunafeli ndugu wafugaji. Unapenda kununua dawa, naomba uulizie moja kwa moja, muulizie aliyokuuzia dawa hii naitumiaje. Kwa sababu tukumbuke sasa madawa yako mengi, antibiotic ziko nyingi, na kila siku wanazidi kutoa antibiotic mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuokoa mifugo au ndege wetu bata kwa sisi wafugaji. Kwa hiyo lazima uweze kuulizia, uweze kupewa maelekezo jinsi gani ya kuweza kutumia dawa hiyo ya ambayo umeweza kununua hiyo antibiotic, ili kusudi kuweza kutibu ugonjwa huu wa bata. Kwa hiyo utakapata dawa hiyo na ushapewa maelekezo jinsi ya kutumia, naomba uitumie dawa hiyo kuweza kuwapa wale bata wako wote wagonjwa ambao wapo katika banda au katika eneo ambalo umetenga kwa ajili ya bata wagonjwa. Na kitu kingine, kwa sababu kumbuka wa bata walala katika sehemu moja, na hao wengine pia wazima, unaweza ukawapa na wenyewe kiasi kidogo cha dawa. Kwa sababu gani? Kuweza kuwakinga, huenda kuna mwingine tayari kashamwambukiza huyu, au hawa tayari wana vimelea vidogo ambavyo vinaendelea kuzaliana kwenye mwili wa bata, na baadaye ukaja kuletea athari kubwa na kuletea hasara kubwa. Sisi hapa nia na malengo tuweze kukuepusha au kukulinda ndugu mfugaji dhidi ya hasara, na pia wewe ni mtu ambaye umepata mafanikio makubwa kupitia ufugaji wa bata. Kwa video hii itakusaidia wewe ili uweze kutimiza malengo yako, kwani watu wengi sana imewasaidia, wameweza kupiga hatua kutoka bata waliokuwa nao na kuweza kuwa na bata wengi zaidi ambao waliokuwa nao. Ina maana watu wanamiliki bata zaidi ya 50, bata zaidi ya 200. Na yote hao wameweza kuyafanya kwa ajili ya kuweza kuwatenga bata. Utakapowatenga, watibu bata wale wagonjwa,
watakapopona na kuchangamka ndio unaweza kuwachanganya na hawa bata wengine. Kwa hiyo dalili kubwa ndio hiyo ambayo tulizungumzia pale awali. Umeweka chakula kizuri kama hicho, umeweka maji vizuri, umeweka pumba, umeandaa mazingira mazuri ambapo kila siku unaandaa siku ya asubuhi. Maana asubuhi ndio siku ya kujua kama bata wako ni bata wangapi ambao ni wagonjwa na wangapi ambao si wagonjwa. Umelala bandani bata wangapi na bata wangapi hawajalala. Utakapofungulia kama tulivyofungulia hawa, ina maana utawaona wanakimbilia kwenda, kila mtu anakimbilia katika position yake. Anayewahi maji anawahi kunywa maji, aliyolala asubuhi ameamka na njaa atakimbilia kwenye chakula. Kwa hapo ndio utaweza kuwachuja na kuweza kuwatambua bata wako wana kasoro gani na bata wako wanakuwa wana shida gani. Kwa hiyo ukifanya hivyo, naamini malengo yako yatatimia. Kwa utaona kwamba wanakula kwa kufakamia, wanakula kwa hamu, au bata wako ni wazima na wako vizuri. Kwa sababu tumesema pale salmonella, ina maana kwamba wanakuwa ni wadhaifu na wanapungua uzito. Kwa watakuwa hawali, lazima watapungua uzito. Watakuwa wanalisha, lazima kiamka asubuhi wamedhoofika, hamu ya kula hawana. Ni moja kwa moja itakuwa ni sababu ya salmonella. Na pia kama kunaona kwa dalili nyingine ambaye hauielewi, naomba tuweze kuwasiliana. Nenda pale kwenye comment, andika neno bata, andika neno magonjwa. Kumbuka kwanza like video hii, comment pale neno like, share na pia comment neno pale magonjwa. Sisi tutakutumia kitabu ambao kinadili na mambo ya magonjwa tu na dalili zake. Na pia unaweza ukatupigia moja kwa moja kwenye simu tukaweza kukushauri kwamba ni hatua gani ambazo unaweza kuzipitia au unaweza kuzifanya ili kusudi kuweza kutangulia mbele katika swala zima la kuweza kuwatibu bata wako. Kwa hiyo ukisha comment neno magonjwa tu, na sisi tutakusaidia, tutawasiliana na wewe. Pia kitu kingine, ndugu mfugaji wa bata, inatakiwa uweze kujua kwamba kuna kinga ambayo inabidi ni kinga ni bora kuliko ni tiba. Tunasema kila siku, na kila siku kwenye video zangu wanaweza kuelezea mambo kwamba kinga ni bora kuliko ni tiba. Kwa hiyo kuna hatua za kuweza kufanya ili kusudi salmonella wasiweze kushambulia katika banda lako, katika zizi lako. Na hizi hatua ni zile zile tu ambazo tumeweza kuzungumzia, lakini kuna wengine ambao mara kwanza wanaangalia video hii au wanaweza kutufuatilia. Kwa hiyo ni cha msingi lazima niweze kukumbusha na wewe ambao kwanza kuangalia video hii ili kusudi uweze kuchukua hatua hizo. Hatua ya kwanza wa salmonella, magonjwa ambayo dalili yake magonjwa kuharisha, huwa wanaambukizana katika njia ya vyakula, wanakuja katika njia ya chakula pamoja na kuja katika maambukizi katika njia ya banda. Safisha banda lako. Vyombo vya kulia chakula pia vinabidi viweze kuwa visafi. Na kitu kingine, vyakula ambavyo bata wako wanakula, hizi pumba vichanganye na maji ili kuweza kupunguza vumbi na kuweza kuweka mchanganyiko uliokuwa ni mzuri. Na sema chakula ambao bata wanakula chakula, jitahidi sana kuwa mazingira yanakuwa ni masafi. Kwani mazingira yakiwa ni masafi kwenye sehemu ambapo bata wanakula, inawapunguzia kuweza kupata maambukizi ya hivi vimelea vya ambavyo vinaitwa salmonella kutoka katika ardhi au katika uchafu kwenda kwa bata mmoja, kutoka katika bata mmoja kwenda katika bata mwingine. Mwisho wa siku bata wako wote wanakuwa wana changamoto au wanakuwa maambukizwa ugonjwa huu wa salmonella, na mwisho wa siku tayari unapata hasara na vifo vinakuwa vingi katika banda lako la bata. Kwa hiyo kinga ni bora sana 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 kuliko tiba. Bahati nzuri ugonjwa huu wa salmonella una tiba ambayo ni antibiotic, lakini kinga yake ni usafi tu kwenye banda, usafi kwenye kila kitu. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, mimi naamini wewe umekuwa ni mtu mfuatiliaji mzuri sana katika video zetu, na tunashukuru kwa kuendelea kutufuatilia na kuweza kutuuliza maswali mbalimbali ambayo yanahusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Na kiukweli kama tuweza kufuata vile hatua ambazo sisi tunaweza kufundisha na kuelekeza, utakuwa ni miongoni mwa mtu ambaye anafanikiwa katika swala zima la uchumi wake wa bata, na uchumi utakuwa ni mkubwa, kwani ni mambo ambayo yanawezekana yote, na wengi wamechukua hatua hizi na wameweza kufanikiwa katika namna moja au namna nyingine. Kubwa tu ni kukumbusha kuweza kusubscribe, uweze kulike na comment, kwani mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri ambayo inahusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Na pia ndugu mtazamaji na ndugu mfugaji, kumbuka
Kinga ni bora kuliko tiba. Kumbuka banda lako liwe safi kwa ajili ya maendeleo na kwa ajili ya manufaa mazuri ya bata wako. Asante sana, naomba subscribe.